Ujambo ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kongo Post News, na tumaini kwamba uko mzima wa afya popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile vile una partage, na mkiswahili lingine banasema una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwenye taarifa yetu ya habari ya leo tutaongelea matukio mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia tutaongelea tukio lingine la kimataifa toka pembe zote za dunia. Mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya. Jeshi la taifa latekeleza shambulio la kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya nafasi za waasi wa M23 katika eneo la Mushaki Masisi huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Wakati huo tukio jingine la kusikitisha limeripotiwa katika eneo la uchimbaji madini la Gakombe Rubaya baada ya maporomoko ya udongo kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wachimbaji. Lakini pia tutaongelea tukio lingine kutokea huko katika mkoa wa Haut-Katanga ambapo kundi jipya la waasi linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo limedai kuwa limepata mafanikio mapya ya kijeshi katika eneo la Mitwaba lililoko katika jimbo la Haut-Katanga. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili tupate habari za kuaminika tena za kwenye, lakini mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuwa ya wasiwasi kufuatia shambulio jipya la kijeshi lililotekelezwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi, mapema leo asubuhi Jumamosi tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira saa 12 alfajiri, ndege zisizo na rubani ya kijeshi ya vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilifanya shambulio lililolenga kwa usahihi nafasi zinazodaiwa kushikiliwa na waasi wa M23. Shambulio hilo lilifanyika katika mji wa Mushaki ulioko ndani ya wilaya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mushaki iko takriban kilomita 20 kutoka mji wa Sake, eneo ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi katika miezi za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa zinazopatikana hadi sasa, drone ya kijeshi ililenga maeneo ambayo yanadaiwa kutumiwa na wapiganaji wa M23 pamoja na washirika wao wa muungano unaoitwa AFC, yani Alliance Fleuve Congo. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa shambulio hilo lilikuwa sehemu ya operesheni za kuzuia na kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa waasi katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi kufikia sasa bado hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu uliosababishwa na shambulio hilo. Mamlaka za kijeshi zinasema tathmini ya matokeo ya operation hiyo inaendelea kufanywa na taarifa kamili zinatarajiwa kutolewa katika masaa zijazo. Wakati wakazi wa Mushaki na maeneo ya jirani wanasema hali ya tahadhari imeongezeka kufuatia shambulio hilo. Baadhi ya wananchi wameripotiwa kusikia milipuko mikubwa mapema alfajiri, jambo lililozua hofu miongoni mwa raia ambao tayari wameathiriwa na mzozo wa muda mrefu katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema matumizi ya ndege zisizo na rubani katika operesheni za kijeshi zinaonyesha mbinu mpya zinazotumiwa na jeshi la serikali katika kukabiliana na makundi ya waasi. Teknolojia hiyo inaruhusu kulenga maeneo maalum kwa usahihi zaidi, ingawa bado kuna hofu kuhusu athari zake kwa raia wanaoishi karibu na maeneo hayo ya mapigano. Kwa upande mwingine, hali ya usalama katika wilaya ya Masisi na maeneo ya karibu yanaendelea kuwa mbaya. Mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yameripotiwa mara kadhaa katika miezi hivi karibuni na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao wakitafuta usalama katika maeneo mengine. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huu kuheshimu sheria za kimataifa na kibinadamu na kuhakikisha ulinzi wa raia. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa katika tathmini ya matokeo ya shambulio hilo la drone
huku mamlaka za kijeshi zikiahidi kuendelea na operation zao kwa lengo la kurejesha usalama katika maeneo yanayokumbwa na mapigano mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maendeleo mapya kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi jipya linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC limedai kuwa limepata mafanikio mapya ya kijeshi katika eneo la Mitwaba lililoko katika jimbo la Okatanga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kundi hilo, wanadai kuwa walichukua udhibiti wa kijiji cha Lusinga siku ya Jumanne tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026. Lusinga ni eneo lililoko ndani ya wilaya ya Mitwaba ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha. Katika tamko lake, kundi la MDKC limesema hatua yao inalenga kupinga kile wanachokiita utawala mbaya kutoka kwa serikali kuu iliyoko Kinshasa. Kwa maeneo yao wanadai kuwa wanapigania mabadiliko ya kisiasa na uongozi bora nchini Kongo, wakisitiza kuwa harakati yao si tu kwa ajili ya kudhibiti ardhi bali pia kuleta kile wanachokiona kama ukombozi wa kisiasa. Hata hivyo, katika taarifa hiyo kundi hilo halijazungumzia tukio la kusikitisha lililotokea hivi karibuni katika eneo hilo ambapo maafisa 5 wa taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira inayojulikana kama ICCN waliuawa. Tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watumishi wa umma na wale wanaofanya kazi katika kulinda hifadhi za asili. Kwa upande wake serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa hali ya utulivu wa tahadhari ilikuwa imeanza kurejea katika eneo hilo kabla ya taarifa hizi jipya kutokea. Mamlaka za kijeshi zinasema vikosi vya jeshi la taifa vinaendelea na operation za kusaka na kuondoa makundi yenye silaha katika maeneo ya Mitwaba na maeneo ya jirani. Lengo la operation hizi kwa mujibu wa jeshi ni kurejesha usalama, kulinda raia pamoja na kuhakikisha kuwa makundi ya waasi hayapati nafasi ya kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kuibuka kwa kundi jipya la MDKC kunaweza kuongeza changamoto katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambayo tayari imeathiriwa kwa miaka mingi na migogoro ya makundi yenye silaha. Wakazi wa maeneo ya karibu wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari huku wakihofia mapigano zaidi. Mashirika ya kiraia na ya kibinadamu nayo yanahimiza pande zote kujizuia na kutafuta suluhisho la amani ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Kwa sasa hali halisi ya udhibiti wa eneo la Lusinga bado inahitaji kuthibitishwa na vyanzo uhuru, huku jeshi la serikali ikisisitiza kuwa linaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika jimbo la Okatanga. Ripoti kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaripoti tukio jipya la kusikitisha lililotokea katika eneo la uchimbaji madini katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, maporomoko ya udongo yameripotiwa kutokea katika eneo la mgodi wa Gakombe ulioko Rubaya. Tukio hilo lilitokea wakati wachimbaji walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kila siku katika mgodi huo unaotumiwa na wachimbaji wengi wa madini kwa njia ya jadi. Taarifa za awali zinaeleza kuwa maporomoko hayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa, huku wengine wakihofia kufukiwa chini ya udongo. Hata hivyo, idadi kamili ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa bado haijathibitishwa rasmi, huku juhudi za uokoaji zikiendelea katika eneo hilo. Mashuhuda wanasema kuwa tukio hilo lilitokea ghafla baada ya sehemu ya ardhi kuporomoka na kufunika sehemu ya shimo la mgodi ambako wachimbaji walikuwa wakifanya kazi. Wenzake pamoja na wakazi wa eneo hilo walijaribu mara moja kuanza operation ya uokoaji kwa kutumia vifaa vya kawaida ili kusaidia waliokuwa wamekwama. Eneo la Rubaya linajulikana kwa shughuli nyingi za uchimbaji madini, hasa madini ya thamani yanayotafutwa sana katika soko la kimataifa.
Hata hivyo, wachimbaji wengi hufanya kazi katika mazingira hatarishi kutokana na ukosefu wa miundombinu salama na vifaa vya kisasa vya uchimbaji. Wachambuzi wa sekta ya madini wamekuwa wakionya mara kwa mara kuhusu hatari zinazokabili wachimbaji katika mgodi wa kienyeji ambako mara nyingi hakuna hatua madhubuti za usalama zinazochukuliwa. Mamlaka za eneo hilo pamoja na timu za uokoaji zinaendelea na kazi ya kutafuta manusura na kutoa msaada walioathiriwa na tukio hilo. Viongozi wa kijamii pia wamewataka wachimbaji kuchukua tahadhari zaidi wanapofanya kazi katika maeneo yenye hatari ya maporomoko. Tukio hili linaongeza kwenye orodha ya ajali zinazowahi kutokea katika maeneo ya uchimbaji wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maisha ya wachimbaji wengi yamekuwa hatarini kutokana na mazingira magumu ya kazi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hakutakuwa na makubaliano na Iran isipokuwa kujisalimisha bila masharti. Akiandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kumaliza uhasama. Aidha, amesema baada ya Iran kukubali kushindwa, inapaswa kuchagua kiongozi mpya ambaye atakubalika kwa utawala wake, na kisha Marekani na washirika wake watashirikiana kujenga upya uchumi wa nchi hiyo. Hayo yanajiri huku waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akisema nguvu itakayotumiwa katika kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran huenda ikaongezeka pakubwa. Jeshi la Israel IDF limechapisha picha za video mpya kutoka Tehran. Makamanda wa IDF wanasema kwamba ndege 50 za kivita za Israel zilirusha makombora kwa handaki lililochimbwa chini ya ardhi kumlinda kiongozi aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei. Handaki hilo la kijeshi lilikuwa limejengwa chini ya makazi ya kiongozi huyo wa zamani jijini Tehran. Jeshi la Israel pia limesema kwamba handaki hilo lilikuwa limeunganishwa na eneo pana la barabara kadhaa za katikati mwa mji wa Tehran, likisema lilikuwa na viingilio kadhaa na nyumba za mikutano. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Iran, zaidi ya watu 1000 wameuawa katika mashambulizi ya mabomu ya Marekani na Israel nchini humo. Katika matamshi mengine hapo awali, Rais Trump amesema kwamba Marekani inalenga kumaliza kabisa uongozi wa Iran na kwamba ametambua watu kadhaa ambao anahisi wana uwezo wa kuiongoza Iran vyema. Kwa mara nyingine, ningependa kuwaita maafisa wote katika kikosi cha jeshi cha mapinduzi, jeshi la ulinzi wa taifa na maafisa wa polisi kusalimisha silaha zao. Wasipofanya hivyo, watauawa. Na sasa ni wakati wa kusimama na raia wa Iran na kusaidia kuidhibiti nchi yenu. Baada ya miaka hii yote, sasa mna nafasi ya kuidhibiti nchi yenu. Tutawapa ulinzi. Kwa upande wake, Iran inaendelea kurusha makombora katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Leo asubuhi makombora yalirushwa tena na kulenga mataifa ya Kuwait, Qatar, Saudia na Bahrain ambayo ni wenyeji wa kambi kadhaa za jeshi la Marekani. Aidha, makombora ya kibalistiki pia yalirushwa nchini Israel, ikiwemo shambulizi lililotekelezwa usiku kucha ambalo Iran ilitumia makombora kadhaa. Kwa upande wake, Israel imeendeleza operesheni yake ya mabomu nchini Lebanon yaliyolenga maeneo kadhaa ya mji mkuu Beirut. Jeshi la Israel limesema kwamba linalenga miundombinu ambayo inamilikiwa na mshirika wa Iran nchini Lebanon, Hezbollah, katika mji wa kusini wa Dahiyeh. Kabla ya mashambulizi hayo, Lebanon ilikuwa imesema kwamba watu 120 wameuawa na wengine 700 kujeruhiwa katika mashambulizi ya angani. Watu wengine 90,000 wamepoteza makazi yao. Huku hayo yakijiri, raia wa Iran wameelezea BBC masaibu yao kutokana na mashambulizi hayo. Ifuatayo ni taarifa ya Lis Duse ikiwasilishwa na Leila Mohamed. Anga za Tehran zilisheheni mashambulizi tena kutokana na vita vinavyoingia karibu wiki yake ya pili, na bado hakuna dalili ya kumalizika. Mashambulizi ya Israel na Marekani yameacha majeraha makubwa zaidi. Hata kabla moshi haujaisha, bendera ya Iran ilisimamishwa juu ya majengo yaliyoharibiwa, labda kama ishara ya ukaidi. Malengo ya wazi katika maeneo haya makazi ya watu wengi hayajulikani. Huenda ni wanachama wa vikosi vya usalama na familia zao, au vituo vya polisi na ofisi za serikali kwenye mitaa hii. Kituo cha mchezo cha Azadi katika eneo la magharibi mwa Tehran pia kiliharibiwa vibaya. Israel inadai kuwa lilikuwa eneo la kukusanyika na kupumzika kwa vikosi vya utawala. Mtaa wa Valiaser uliopo katikati ya mji mkuu uko kimya. Kwa kawaida
huwa na foleni ndefu za magari. Baadhi ya watu walituma ujumbe kwa idhaa ya BBC ya Kiajemi. Personally, kibinafsi sijui kabisa nini kitatokea. Kitu pekee ninachojua ni kwamba sitaki kabisa kuwa na uhusiano wote na viongozi wa dini.